Umri unaposonga, majukumu huongezeka na mwili pia unaendelea kudhoofika. Lakini kwake Mary Mwamba, mwimbaji kutoka kaunti ya Nakuru, anajivunia kwa kuweza kupitia changamoto si haba, lakini licha ya hayo ameweza kubobea katika ulingo wa uimbaji. Masi Onjure alikutana na Mary na alikuwa na haya ya kusimulia. Ninapomkuta Mary nyumbani kwake, ninagundua kwamba si mwimbaji tu, bali ni mama mkakamavu. Mary Njuguna ni mama ambaye ameokoka, anampenda Yesu, na pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mimi niko na jamii na watoto, na ninapenda kuhudumu katika uimbaji. Anajivunia miaka yake, na hii haijamzuia kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mimi kwa sasa I'm over 50, lakini watu huwa wananiangalia wanasema hapana. Nawaambia, you know what, the secret ni kukaa kwa Mungu. Kama anavyonielezea, safari yake ya uimbaji ilianza mbali. Kuimba haswa nimeanza mwaka wa 2015, although ndani yangu huwa nasema niliimba kitambo kwa sababu nilikuwa natunga wimbo miaka mingi, vitabu zinapotea. Lakini wakati nimepata nafasi mzuri ya kutoa nyimbo ni 2015 kwa sababu kulikuwa na upingamizi mwingi. Mwimbaji huyu ana ushuhuda wa jinsi ari yake ya uimbaji ilipingwa na adui. Kuna testimony ya kuwa asthmatic, and this sikujua ilikuja kwa nini. Baada ya kuimba ndio nimejua kumbe hii yote ilikuwa ni pingamizi ya shetani, kwa sababu ningesema nitaimba unakuta ninakuwa mgonjwa. Like I was asthmatic for almost 5 years. Singeenda kwa baridi, singeenda kwa mahali ambapo kuna vumbi. Tukiwa na crusade singehudhuria kwa sababu nilikuwa na asthma. Kuna wakati hata nilikuwa na shida nyingine ya koo. Unashindwa hata kumeza mate. Nashangaa ni kwa nini, kumbe ni kwa sababu sasa nimejitayarisha nataka kuimba. Shida ya meno nayo ikaingia. Yaani unakuta meno yote yanauma. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu nimesema ya kwamba nataka sasa, niko tayari, nataka kuimba. Mvumilivu hula mbivu, na hatimaye Mary ana sababu ya kutabasamu. Haswa nimeanza kurekod mwaka wa 2015. This is after Mungu alinisaidia kanielekeza kuna msichana mmoja wa mama rafiki yangu, hata huyo mama tumeimba na yeye, anakaa Nairobi msichana. Nikamwambia, Sara, mimi nataka kuimba na nimejitayarisha na niko sawa kabisa. Niambilie mtu ambaye atanidirect, anionyeshe njia, tunaanza vipi, ama anipeleke kwa producer. So Sara akaniambia, "Mom, ni hivyo tu unataka yeye? Hamna shida, wewe panda gari kuja Nairobi. Kisha nitakuonyesha." Na akanipeleka kwa mjamaa mmoja. Jamaa mzuri tu, kijana, ameokoka, anampenda Mungu. Akanishika mkono, akanipeleka kwa producer. Nikapatana na producer mzuri sana, akanionyesha kila jambo, yani kuimba, akanidirect. Na hapo 2015 nika record my first album. Na kwangu nilisema ya kwamba huyu ni Mungu, kwa sababu to me it was like giving birth to a firstborn. Wasia wake kwa wasio na umri mkubwa na walio na umri ya kumtumikia Mungu. Like to encourage somebody. Pengine kuna mtu ananisikiza mahali pale. Pengine hata kuna mwimbaji anasema, na kwani nitangoja hadi lini? Mimi nataka kukwambia nilingoja over 10 years. Na unasikia yale nilipitia. Lakini kisha kupitia hayo yote, Mungu wangu bado alinishikilia. Na nimetoa nyimbo. Siku ya leo nasema hakuna kitu ambacho kitanizuilia kutafuta Mungu. Huwa nasema I will keep on trusting God. I will keep on praying. I will keep on believing, because there is God in heaven. Hata baada ya kupitisha zaidi ya miaka 50, huu ni mwanzo tu wa safari yake ya uimbaji Mary Njuguna.
na kama anavyonielezea, kumtumikia Mwenyezi Mungu hauna mipaka. Nikiripotia makala ya Kipaji Changu katika runinga ya MBCI, jina langu ni Mercy Onjuni.